Colossians chapter 3 verse 16. Maandiko yanasema, haleluya. Wakolosai chapter 3 verse 16 inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Haleluya. Neno la Mungu lifanya nini? Kwa wingi. Haleluya. Ndani yetu. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Twende katika 2 Timothy 3:16. Twende katika 2 Timothy 3:16. Inasemaje? Maandiko yameandikwa hivi. Kila andiko. Haleluya. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu. Kwa hivyo maandiko yana pumzi. Na kila kilicho na pumzi kiko nini? Kiko na uhai. Lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Haleluya. Na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadimisha katika haki. Haleluya. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo njema. Haleluya. Amen. Kila andiko. Huwezi sema I love God if you don't love his word. And you can never love God more than you love his word. Ambia mwenzako. You cannot love God more than you love his word. Cannot love God more than you love God. Kwa sababu John, hatutasoma hapo, lakini the Gospel of John chapter 1 verse 1. In the beginning there was the Word was God, and the Word was with God. And without the Word, there was nothing that came to being. There's nothing that came to being without the Word. Amen. So, you cannot love God more than you love his word. The degree in which you love God, you love his word, is directly proportional to the love you have for God. Hallelujah. Amen. And then we cannot neglect reading the word of God. We cannot afford. Hatutaweza afford ku neglect ama kutosoma neno la Mungu. Hallelujah. Amen. Asintaenda hapo kwingine, lakini wacha ni quote to Hosea chapter 4 verse 6. Inasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Hallelujah. Na maarifa haya ni nini? Ni neno la Mungu. Basi Biblia inasema katika 2 Timothy 3:16 ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza kwa kuadhimisha katika haki. Kuadhimisha katika haki. Enda Matthew chapter 5 verse 6. Tuone kuadhimishwa katika haki. Mtu anaadhimishwa vipi katika haki? Matthew chapter 5 verse 6. Kuadhimishwa katika haki ni kuadhimishwa kivipi? Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Ukisikia mahali Biblia imesema njaa na kiu ya haki, heri, blessed, lakini kiu na njaa ni appetite. Hallelujah. Sema appetite. Blessed are those who have the appetite. Yani kiu na njaa, you have the appetite. Mtu akiwa na appetite ni kama yani hiyo ni biological, scientifically huwezi kuambia mtu you are hungry and thirsty. Scientifically you have the appetite. Ama kimedical. Kimedical you don't say you are hungry and thirsty. He has the appetite. High appetite, low appetite. Hallelujah. So appetite ya neno la Mungu. Lazima tuwe na appetite ya neno la Mungu. Na kama huna appetite ya kwamba neno la Mungu unalipuuza, wakati neno la Mungu huwezi kuwa kwamba hili neno unakosa appetite. Biblia inasema katika James,
Haleluya. Ya kwamba kuna umepungukiwa na jambo, omba. Haleluya. Umepungukiwa na jambo lolote katika James chapter 5. Umepungukiwa na jambo lolote, omba. Haleluya. So ukipungukiwa na appetite na nene, you don't have the desire. Yani you don't have the vile watu wanasema ngati sijisikii kusoma neno. Alafu unakuta kwamba Biblia imekaa hapo wiki nzima, imejaa vumbi, imejengewa na buibui. Haleluya. Saa yote uko 24/7 kwa kuchat na umbea. Excuse, umbea wa zamani wa babu zetu na nyanya zetu walikuwa wanafanya umbea mtoni, au maana ndio kutoleta kuni ama mtoni. Wanakutana kina mama mtoni ama kwa kuni wanaenda. Lakini sasa hakuna cha gasi hapa na makaa hapa, hakuna cha kwenda mtoni kwenda kutoa umbea. Haleluya. Kuni ya maji imekuja mpaka kwa pipe mpaka kwa mlango. Haleluya. Haya, umbea wa wazee wakienda Maranu, sasa hii hata hakuna mahali. So neno la Mungu mpaka tuwe na appetite na kiu ya neno. Haleluya. Kwa sababu gani? Sisi tumeitwa haya majina yote. Ya kwamba wewe ni shoka la Mungu, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe unapigana vita. Bwana asifiwe sana. So neno la Mungu kasema mpaka uwe na kiu na njaa, you have to have the appetite for the word of God. Honestly you have. Kama kuna kitu tutatakana tuombe ni kusoma neno. Haleluya. Amen. Na culture ya Afrika, sincerely speaking, with all respect, hatupendi kusoma. Na mtu yote akitaka kuficha siri, Mwafrika sijui anazificha in the books, kwa vitabu. So kando na kuwa tumeokoka, pia to overcome your culture ya Kiafrika ya kutosoma. Alafu unakuta mtoto alifanya kidato cha 4 ama standard 8, anakuambia mimi nimemaliza shule. Shule ulimaliza? So useme wewe ni drop out. You are a drop out. Wewe si hujamaliza shule. Kama umefika form 4. Wewe hujamaliza. Ati mimi nilimaliza shule 2016. Siku hizo kwa mimi nilimaliza shule. Sasa siku hizo kwa mtu amefika form 4. Siku hizo nilimaliza shule. Siku hizo kwa haleluya. Learning has no ending, niambie mwenzako. Learning has no ending. And if you end to learn, you don't usifunze. Haleluya. Don't teach. If ukiwacha kusoma, uache na kufundisha. Na kufundisha. Bwana asifiwe sana. Ina maana ya kusema uwe na appetite kwa neno la Mungu. Haleluya. Siri zote ziko hapa. Maswali mengi unakuwa nayo moyoni. Sasa zingine unachukua simu, unaanza kupigia reverend, unapigia pastor, unapigia father. Mother ndio watu wapigi. Unamuuliza sasa hapa nifanyeje, sijui na answers zote ziko wapi za yani maswali yote uko nayo iko hapa kwa vitabu. Kwa vitabu. Bwana asifiwe sana. Sasa maandiko yamesemaje? Turudi hapo sasa, tumetoka kwa Matthew chapter 5 verse 6. Ya kwamba lazima tuwe na hunger and thirst, mpaka uwe na appetite ya neno la Mungu. Twende katika 2 Timothy 3:16. Maandiko yanasemaje? Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Twende Hebrews, kuonya watu makosa. Ambia kuonywa makosa. Kuonywa makosa. Watu wengi wanapenda compliment. Well done. Lakini hiyo inafanywa na friends. Friends are not sincere. Friends, they appreciate you the way you are because they don't want to hurt you. Wakikukosoa wanasema ataonaje, atafilije, ataichukuliaje. Wana exhaust all those nini. Lakini those are friends. Hallelujah. Amen. Friends, my friend. Ukiwa na friend yako, he will like you the way you are. Yes. Hallelujah. Lakini kuna mtu anaitwa role model. He loves you too much to leave you the way you are. Hallelujah. My role model is my wife.
she loves me too much to leave me the way I am. Wewe, who is your role model? Uliza mwenzako. Kwa sababu kando na yeye kuwa she is my friend, lakini amegraduate, ameenda hatua nyingine. Sasa ukiona mtu ni friend wako miaka nenda miaka rudi, she has never graduated to a role model. Huyo mtu anakupoteza. Kwa sababu she will leave you the way you are. Hata vile una Messi anakupenda tu hivyo. Huyu tutatibu friendship. Atanichukuliaje? I don't want to hurt him. Hallelujah. So atakuacha hivyo na utakuwa sasa hauendelee, lakini sasa hapo yani you must in your friendship you must agree to disagree. Yani mkubali kutokubaliana. Kwa sababu sio all, yani katika kido not all opinions zinaweza kukubalika na kila mtu. We have the right to opinion. Hallelujah. Na hata ukienda kwa katiba ya Kenya, those are fundamental rights za kila mmoja. The right to your own opinion and expression. Hallelujah. Amen. Opinion and expression. Bwana asifiwe sana. So you must agree to disagree. Hallelujah. So unapata kwamba have friendship and role models. Role model anakupenda so much so that hawezi kutaka ukae hivyo ulivyo. Na one of the examples ya role models ni walimu. Atakutandika. Not that anakuhate hata mama yako. Sasa ingine anakuchukua kutoka na kutandika. Not that they hate you. The problem is that they love you too much to leave you the way you are. Yaani wanakupenda sana kukuacha uwe vile unavyoenda haywire. Twende katika Hebrews 12:6. Hamjafanya vita hata kwa kumwagika damu, mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo mkishindana, yale maono yasemayo nanyi kama kusema na wana. Haleluya. Kama kusema na wana. Watoto wanapewananga excuse kwa sababu ni watoto, lakini you must graduate from a child uende kwa son. Son ndiye anakuanga na inheritance. Bwana asifiwe sana. Sasa uona, angalieni hapa. Utazakaa kanisani uwe child throughout your life na unaomba Mungu nibariki, Mungu nibariki. A child hata aombe mpaka jikatekate, hatapata inheritance mpaka afike miaka ya kupata kitambulisho 18 years, ndio aende kwa lawyer, aende apewe hiyo will ya kumiliki mali. Hallelujah. A child cannot get inheritance. Itakuwa under the custodian ya lawyer mpaka siku ile itafika 18. Sasa mambo mengine hapa tunaomba. Hallelujah. Tuangalie, tusije tukaomba bila ufahamu, na stay with understanding. Ndio uweze kugraduate from a child uende son, ndio baraka zingine uzifikie. Kwa sababu Mungu hana kitu inaitwa dustbin ya kwenda kutupa baraka hovyo. Mungu hananga hiyo ya kutupa baraka hovyo. Maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Hallelujah. Rebellion. Watoto, ona, we have so many parents. Everybody can be a parent. Everybody can mother or he can saa a child. Hata mawazini pale sokoni. Mtu nani kichala lakini utakuta amebeba mtoto. Everybody can mother, everybody can saa. Hallelujah. Amen. Sasa Biblia inasema, unaona watoto wa streets, they are not answerable to anyone. So hakuna mtu anawa discipline na wanatembea wanafilanga free tu. Hata mwingine akitaka asikubali mafundisho anarebel, anataka kusikia na mkana na wasiku wengine. Hata ukilea mtoto yatima, akona excuse vingi kwa sababu ni mgumu. Maana anatoa visababu ati kwa sababu mama yangu hayuko ndio ninafanywa hivi. Ndio sababu yani mama yangu nimefika na mama yangu ndio tena unamrekebisha tena kwa uzuri. Hata ukimwambia aende oshe kikombe chake aje umwekee chakula. Kikombe chake mwenyewe.
Hakuna visababu. Bwana asifiwe. Sasa ndio tunaambiwa unapokenwa na Mungu kubali tu yaishe. Mwambie mwenzako kubali yaishe. Kubali yaishe. Haleluya. Kubali yaishe. Sasa twende katika tumetoka 12 verse 4, 5 and 6. Twende verse 11. Twende verse 11 Hebrews hapo 12 verse. Kila adhabu wakati wake, haleluya. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha. Haleluya. Lakini is an alternative. Baadaye. Mwambie mwenzako baadaye. Huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Haleluya. Ndio watu unasikia watu wengine wakisema I wish I knew ningesikia mama yangu. I wish I knew ningesikia walimu. I wish. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu gani? Discipline wakati ule haikuangi ya furaha. Hallelujah. Lakini wale hallelujah. So kwa sababu Mungu is the author of government, kwa sababu Musa alitoa sheria amri za Mungu. Bwana asifiwe sana. So Biblia inasema wakati ule unapoonywa maonyo haya haikuangi rahisi. Hallelujah. So na utaonyekaje kama usomi Biblia? Hallelujah. Tunarudi pale kwa Biblia ndio inakuonya, inakwambia usiende hivi. Hili usiende hivi. Deuteronomy chapter usiende hapo, ninasema tu kwa haraka. 32:35 inasema kisasi ni cha Mungu. Hallelujah. Usijilipe kisasi. Sasa kama usomi na kama kisasi cha Mungu na uko na deni yangu, unaenda kukopa ulipe deni. Hallelujah. Yaani unaenda kukopa deni ulipe deni. Kisasi ni cha Mungu. Alafu unaenda kwa Mungu kwenda kuchukua kisasi, ulipize kisasi. Kwa kisasi ufanya nini? Kisasi ni kufanya nini? Si ni kulipiza. Sasa kulipa ni nini? Si ni kulipay. Sasa Mungu ndio ako na kisasi cha kulipa. Sasa wewe unaenda kukopa Mungu hicho kisasi chako, Mungu nisaidie hicho kisasi chako. Niende nilipize. Alafu mshalipiza. Hallelujah. Sasa unaenda kukopa deni kulipa deni. Hapo wenzako unaenda kukopa deni kulipa deni. Hiyo kwani maandiko mnasoma Biblia ikiwa upside down. Vengeance is for God. Kisasi ni cha Mungu. Na kisasi ulipa. Yaani nenda lipiza. Kwani mimi ndio lugha yangu mbaya? Unaenda lipiza kisasi. Sasa kulipiza si ni kulipa mtu mlikuwa mnadaiana. Sasa wewe na kisasi ni cha Mungu na Mungu ndiye akona kisasi. Na mimi sina kisasi. Sasa nitalipa mtu. I'm not going to pay him anything. I have nothing to pay. Hata ukitaka nikulipe kisasi mimi sina I have nothing to pay. Sasa hata kama nikuniua shika shingo uniue. Lakini mimi sina kisasi cha kukulipa kwa sababu sina chochote cha kukulipa. Lakini sasa utakimbia kwa Mungu, nimwambie Mungu nisipatie kisasi chako. Ndio kisasi chako naenda kulipa deni. Nikimbie nilipe deni. Nilipize kisasi. Sasa haleluya. Hivyo ndivyo Biblia maandiko yanasema. Sasa basi twende katika 1 Peter chapter 2 verse. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshewa. Kiswahili sanifu. Maziwa yasiyogoshewa. Unskimmed milk. Maziwa yasiyogoshewa. Pure milk is unskimmed milk. Haijatolewa cream. Hallelujah. Maziwa yasiyogoshewa, the pure milk. Hili neno la Mungu ni milk. Are you a baby you want to grow? Take milk. Hapo mwenzako take milk. Take milk. Hallelujah. Don't take githeri. Hakuna githeri hapa. Take milk. Hallelujah. Kwa nini milk? Milk iko na nutrients zote. Ndio sababu inapewa watoto. Na mkienda kwa antenatal clinic unaambiwa mother, give the child milk. Wachana na wewe digital. Mtoto amezaliwa unamwanzisha sijui utaki kumnyonyesha. Wachana na digital, pia mtoto maziwa. Hallelujah. Mpaka miezi 3 au yakikunywa maziwa ya mama. Sababu gani? Kwa sababu maziwa iko na nutrients. Na neno la Mungu hili liko na nutrients.
Haleluya. Ukikula fitina ama umbea, haleluya, unajicontaminate. Unakuja unaambia story ya kama sasa siku nasikia TV nyingine. Mtu amekuona uko na raha zako. Alafu anasema huyu mtu tunamharibia hii raha kuna tayari vipi? Wanaanza kutaja, wanaanza kuchora. Wanachora. Huyu mtu tunamharibia fulani namna gani? Wanakaa chini wanachora. Wanachora kabisa. Plan, inachora plan. Hapo nasikia mtu anachukua simu. Halo. Niliota. Na ile kuota niliota ni kama ingine niliota na ikawa true. Alafu tena juzi nikaota ingine nilikuwa true. Lakini hii yako na kuna ingine tena nishaota na inakuwa true. By the time wataje zile aliota 5 zikawa true. Umeanza kutetemeka. Basi niambie usikeep in suspense. Niambie yangu uliota. Ambia kwanza hii hapo sikuota, niliona huyo mtu wako akiwa na mtu fulani mahali fulani. Haleluya. Niliona huyo mtu wako mahali fulani akiwa na mtu fulani. Lakini Biblia imesema tukule miliki, take the miliki. Ukiteki hii garbage. Hizo zingine zinazitanga garbage. Haleluya. Don't feed your computer with garbage. Wale wamefanya computer. Ukifeed computer na garbage utapata nini? Utapata garbage. Hallelujah. Take the pure milk. Get it pure, it is pure milk. Neno la Mungu is pure. Hallelujah. Ndio nikasema tusikimbie sana. Na tena huku hatuendi popote. Afadhali tuende pole pole lakini tuende pamoja. Tunaweza kukimbia sana na kumbe hatuendi popote. Ndio sasa ninasema neno la Mungu turudi kwa zile zinaitwa basic fundamental principles of Christianity. Hallelujah. Yale mambo ya chini yale ya foundation. Nyumba ikiwa na shida haukimbie kwenda kuangalia rufi. Unarudi wapi? Kwa foundation. Hallelujah. Sasa tunataka tuwe strong. Hallelujah. Tusitingiswe. Unajua kwa nini naongea hivyo? Naongea sana mahali tumefikia. Tunasema watoto wameanza kuchoma mashule, wameingia kwa Freemasonry, watoto wanaanza kuteketeza sijui kupiga walimu, wamepotea morals na Biblia inasema bad company corrupts good morals. Mtoto atajuaje? Alafu kinini tusome katika hiyo Psalms 119 verse 11. Psalms Zaburi 119 verse 11 inasemaje? Zaburi 119, either the longest chapter in the Bible. Psalms 119 verse 11. Hallelujah. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Hallelujah. Amen. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije kutenda. Kwa nini watu utenda dhambi? Sasa hii tuchukue hii maji. Hallelujah. Unaona, nataka kudemonstrate, nataka kufanya practical. Leteni glass. Leteni glass tuweke hii maji kwa glass. Ikishajaa glass inafurika nini? Nikiweka hii maji kwa glass ikijaa watu will overflow. Ni nini ita overflow? Sasa ukiona watu wakifanya vituko, it is the overflow of their heart. Hallelujah. Hii vitimbi na sarakasi, it is the overflow. Ambia mwenzako overflow. Ni overflow. Sasa nimelificha neno lako moyoni. Linda moyo kuliko vyote ulindavyo kwa sababu huko ndio tunakotaka chemichemi. Hallelujah. Hiyo sijui sikumbuki kwa watu. Lakini at least naikumbuka. Though sijui inasema ni kwa Biblia si kwa dictionary. Proverbs 3. Proverbs chapter 3, linda wako kuliko vyote ulindavyo. Proverbs chapter 3. Hallelujah. Asante kwa sababu tuko na mwalimu mwenzangu hapa. Proverbs chapter ulinde moyo wako kuliko vyote. Hallelujah. Maana huko ndiko kutokazo amen. Huko ndiko kutokako chemichemi. Bwana asifiwe sana. Sasa
moyo, nimelificha. Sasa hebu tutamani kuficha neno la Mungu. Tumeficha mambo mengi. Haleluya. Amen. Hapo wenzangu, usifiche maneno, ficha neno. Tusifiche maneno, ficha neno. Badala ya maneno mengi, usiwe na maneno, kuwa na neno. Haleluya. Hata mimi Mungu anisaidie. Hata mimi najihubiria mimi niwe na neno, nisiwe na maneno. Sasa tuseme nimekuja hapa nimeweza kuwaambia sijui ngamia zikafanya zikakula nini. Ati gahamia zote zimeshakula simba. Chapter 4. Methali chapter 4 verse 23. Inasema nini? Tusomee Methali. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Uzima, haleluya. Amen. Unaona? Ukienda kwa ranch, unakuta kwa ranch watu wanachunga ng'ombe na fimbo, na wanalinda hawa wanaitwa cattle rustlers. Lakini ukienda slaughterhouse, nani analinda huko? Si nyama. Kuna mtu analinda nyama. Lakini huko ukienda kwa ranch utakuta watu wana na magari na farasi. Umeona kwa uzungu wale makauboy kwa ranch zao wako na mabunduki pia, usione tu ni farasi. Wanachunga kwa sababu ile ni ranch. Lakini ukienda kwa slaughterhouse hakuna mtu anachunga slaughterhouse. Sasa linda moyo wako kuliko. Yaani your heart is so precious. Na ndio sababu tukikosana na watu, sisi ndio tuliokosewa. We are the victim. Sindio? Kuna victim na perpetrator. Kuna mtu anaitwa perpetrator na victim. Kuna mtu anaitwa accused and the accuser. Kuna mtu anaitwa the offender and the offended. Sasa kwa nini tunalinda moyo na wewe ndio umekuwa victim? Ama kwa nini tunalinda moyo na wewe ndio umekuwa the accused? Na kuna mtu anaitwa accuser. Kwa nini tunalinda moyo? Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ndio tunajua maana ya kulinda moyo. Tunajua yani baraka ya kulinda moyo. Na ndio sababu utasamehea haraka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile unacholinda. Haleluya. Kama mtu hataki kama mtu ni mkorofi, atakukorofisha kwa sababu he has nothing to lose. Shetani has nothing to lose. He has nothing to lose. Shetani has nothing to lose. So he is ule ukisikia mtu ni don't care, jaribu kutafuta sana mtu ambaye ni don't care. Huyo mtu don't care hawana nothing to lose. Kwa sababu gani? Kwa sababu they are desperate na maisha. Unaona mtu anafanya he can do anything. Kwa sababu gani? He is desperate and then unaona ana act in a way kwamba he has nothing to lose. Lakini as long as sisi najua we have so much to lose. Hatuwezi kwa sababu hatuko desperate and we know that we have so much to lose, tunagadi moyo wako. Hata kama wewe ndio umekosewa, unaenda unasamehea kwa faida yako, si kwa faida ya yule anayekosea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mimi naenda kumaliza sasa. Twende katika Ufunuo 22:16. Version nasema, na mshuhudie kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu ya kitabu sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambie mwenzako full gospel. Full gospel. Sasa sisi ndio watu wa full gospel. Hallelujah. Full uncompromised.
full gospel and compromise. Yaani bila kuipaka mafuta na mgongo wa chupa. Haleluya. Unajua kupaka na mafuta na mgongo wa chupa? Kuibembeleza iku sweet. Hata kusoma Biblia unachukua zile verses zenye zinakubaliana na wewe, na zile verses unaona hizi sababu hizi tunazipita haraka. Soma yote. Haleluya. Soma yote. Haleluya. Ni miliki na imesemekana unskimmed, yasiyogoshewa. Sasa maziwa uende uiondoe maji ubaki na cream, na 70% of your body ni maji. Uende utoe minerals zingine, utoe mafuta fats kwa maziwa ndio ukunywe. Mwambie kunywa pure. Kunywa yasiyogoshewa. Usianze kuyagoshoa, sijui kama kuna Kiswahili hicho. Maziwa yasiyogoshewa. Sasa kama kuna Kiswahili ambaye yasio, usiyagoshoe kama kuna kugoshoa. Any Kiswahili like that. Bwana sasa. Tukunywe hivyo. Mwambie mwenzako kunywe hivyo. Na alafu another thing, maziwa hayaongezwaji madoido. Unaweza ongeza vitu vingine lakini maziwa inakunywa hivyo. Hayaongezwaji madoido. Unless sasa siku hizo wanaita yogurt, tena ina change jina. Haikwangi sasa ni maziwa, inaitwa ni yogurt. Unaona sasa ukiyaongezea kitu kingine it ceases to be milk. Inaacha kuwa maziwa, it will cease to be milk. Inabaki ina change hata jina na ina change hata na formula. Hata zile formulas zina change. Kwa sababu rangi imechange, lakini maziwa pure milk. Hallelujah. Sasa fundisha watoto wako neno, litawasaidia. Hallelujah. Amen. Jifundishe neno litawasaidia. Na watoto they listen more with their eyes than their ears. Watoto they listen more with their eyes more than their ear. Yaani they listen more, yani wanasikiza zaidi na macho yao kuliko na masikio yao. Kwa sababu gani? Kwa macho yao wanaona, sasa wanafanya vile vitu unaona. Saa yote kama unachukua Biblia hata wao wanachukua. Saa yote unaenda kuomba nao wanaomba. Hallelujah. So unaweza shinda ukisema, lakini kama wewe mwenyewe ufanye. And they listen more with their eyes than they do with their ears. Bwana asifiwe. Tupende neno, tupende neno.